Viongozi wa NATO wameamua kupitisha mpango wa kuweza kupambana na Urusi. Katika hatua ya azimio la pamoja nchini The Hague, leo waliweza kuazimia mambo wa kadha ili kuweza kusaidia kuweza kupambana na tishio kubwa linatokana katika taifa la Urusi na Putin. Viongozi wa NATO wamejitolea kuwekeza 5% ya pato la taifa kwa kila nchi kwa ajili ya ulinzi ifikapo mwaka 2035. Nyuma ya Ukraine, viongozi wa NATO wamejitolea kuwekeza 5% ya pato la taifa kila mwaka kwenye matumizi yanayohusiana na ulinzi wa usalama ifikapo 2035 ili kuhakikisha majukumu yote ya kibinafsi na ya pamoja yanatimizwa, ikiwemo kupambana na upingamizi mkali kutoka katika taifa la Urusi. Kulingana na maandishi ya mwisho ya tamko la mkutano wa kilele cha The Hague lililopitishwa hivi sasa, tamko hilo linasema washirika watawasilisha mipango ya kila mwaka inayothibitisha njia ya kuaminika na ya ziada kufikia lengo hili, na ukaguzi wa kina zaidi wa maendeleo yaliyofanywa mnamo mwaka 2029. Tamko hilo lenye vipengele 5 pia linajumuisha mstari unaothibitisha tena dhamira ya nchi 32 za ulinzi wa pamoja kama ilivyoainishwa katika kifungu cha 5 cha mkataba wa Washington, kwamba shambulio lolote dhidi ya mtu mmoja ama nchi mwanachama litakuwa ni shambulio la watu wote. Hati hiyo inajumuisha mstari unaoahidi uungwaji mkono wa zaidi kwa nchi ya Ukraine na kubainisha kuwa usalama wake unachangia katika nchi za Umoja wa Ulaya wote kwa pamoja, lakini haukosi kulaani mashambulio pamoja na vita vya Urusi dhidi ya Ukraine.